nitapita hapo. Haki nyingine ya pili nitakayoitaja hapa, at-tanasuhu baina almu'minin. Miongoni mwa haki za undugu ni kunasihiana baina ya Waislamu. Ikiwa kuna jambo la kimakosa ameliingia ndugu yako au ameliingia ndugu zako, wajibu wako wa kwanza ni kufikisha nasaha zako za ukweli kwa wao. Ima ufikishe wewe mwenyewe kama unaweza, na kama huwezi watumie wale ambao wataweza. Almuhimu nasaha zifike, na usikurupuke kuwadhania vibaya ndugu zako au kuwasema pembeni muda wa kuwa hujayathibitisha mambo wala hujapeleka nasaha. Kufanya hivyo ni kuwakosea ndugu zako na unahujumu udugu wa Kiislamu, kwa sababu katika haki za kubakisha udugu wetu ni kuwa na tabia ya kunasihiana baina yetu. Sasa pana watu wengi ni mahodari wa kusengenya na kuwasema watu pembeni, lakini hawana ujasiri wa kuwakabili ndugu zao wakawanasihi ikiwa kuna jambo la kweli au hata ni maneno ya pembeni kutaka uthibitisho. Jambo hili limekuwa adimu katika safu yetu. Sasa miongoni mwa haki za udugu ndugu zangu ni at-tanasuhu baina almu'minin. Allah katika surati at-Tauba aya 71, mtasoma sehemu ya aya. Allah anatuambia walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Na waumini wanaume na waumini wanawake, kwa maana wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake, wale waumini ba'dhuhum awliya'u ba'd, baadhi yao ni marafiki kwa wengine. Waumini wao kwa wao ni maswahiba, ni marafiki. Hiyo ndio tabia yao. Allah anasema ya'muruna bil ma'rufi, wanaamrisha yaliyo mema, wa yanhauna 'anil munkar, na wanakataza yaliyo maovu. Ya'muruna bil ma'ruf, wanaamrisha yaliyo mema, wa yanhauna 'anil munkar, na wanakataza yaliyo maovu. Huu ndio utaratibu wa marafiki waumini. Baina yao kuna kuamrishana mema na baina yao kuna kukatazana mabaya. Wa hadha huwa at-tanasuh, na hili ndio maana ya kunasihiana. Bali utashangaa an-nushu baina al-mu'minin kana min bunudi mubay'ati as-sahabati lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Katika maajabu makubwa ya mafundisho ya Uislamu, an-nushu baina al-mu'minin, kunasihiana baina ya waumini, kana min bunudi mubay'ati as-sahaba lin-nabi alayhi salatu wasalam. Kunasihiana ilikuwa ni sehemu ya vifungu vile vya kupeana kiapo baina ya mtume alayhi salatu wasalam na masahaba. Masahaba walikula kiapo cha utiifu kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa vifungu ambavyo waliapia juu yake masahaba mbele ya mtume alayhi salatu wasalam ni kunasihiana baina yao. Al-Imam al-Bukhari ameitaja riwaya katika sahihi yake hadithi ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Jarir anasimulia yeye mwenyewe kilichomkuta, anasema bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati as-salah, mimi nilimpa kiapo cha utiifu mtume alayhi salatu wassalam juu ya kusimamisha swala, wa itai zakati, na juu ya kutoa zaka. Anasema wan nushi likulli muslimin, na nilimpa kiapo ya mtume alayhi salam juu ya kumnasihi kila muislamu. Kwa nasaha ilikuwa ni sehemu ya makubaliano ya mtume alayhi salatu wasalam na masahaba zake. Haki kubwa ya undugu hii. Umesikia jambo kwa ndugu yako baya, cha kwanza kabla hujamtangaza na kumwadhiri na kumsengenya, tekeleza wajibu wako wa kumnasihi. Mzindue ndugu yako, kuna jambo linasemwa kwako linaonekana limethibiti kaka jambo hili, ittaqillah, muogope Allah, hili jambo
jambo kwenye Uislamu ni haramu, wa anta mu'minun, na wewe ndugu yangu ni mu'min, na wewe unasimamisha ibada, achana na mambo haya, fanya hivyo lillahi na si kwa lengo jingine lolote. Huu ndio wajibu wako wa kwanza, kabla ya kukaa na kumsengenya au ukasubiria mbele za watu ukalimwaga pale ili aadhirike, alafu uonekane wewe umesimama vizuri sana. Huo sio utaratibu wetu. Naam, inawezekana watu wakaadhiriwa kwa sababu ya maovu yao, pengine wakasemwa wazi wazi, lakini ni jambo lina hatua zake. Kwa mtu mkaidi mathalan, mmetekeleza wajibu wa kumnasihi, mmemnasihi yeye mwenyewe, mmemuitia vikao, mmefanya juhudi mbalimbali, lakini bado anaendelea na shar, huyu anaweza akaadhiriwa ili watu wengine wasimuige. Lakini kwa mujarrad wa kusikia tu basi huna wajibu mwingine wewe zaidi ya kutangaza. Ndio tabia yako hiyo? La, hapana. Na hapa unaweza ukaijazia ile hadithi ya Abi Ruqayya Tamim ibn Aus ad-Dari inda Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nasaha ni sehemu ya dini, ad-dinu an-nasiha ila akhir al-hadith.